Sabato ya leo katika kalenda ya kiulimwengu ya kanisa la Adventista wa Sabato ni sabato ya sadaka kwa ajili ya wakimbizi, refugees. Na kwa hivyo na sisi shirika letu la ADRA, Adventist Development and Relief Agency, walikuwa wametuomba kwamba siku ya leo tutoe sadaka zetu maalum kwa ajili ya kuwasaidia. Wao hawajachukua wakimbizi kwa ujumla, lakini wamewachukua watoto wenye ualbino, zile changamoto za ngozi. Mnaofahamu albino, wanapata changamoto ya kusoma. Hawana wazazi wao, hawana uwezo wa kuwalipia wasome, na sisi tuliobarikiwa tunapewa wito kwamba tutoe sadaka zetu kwa uaminifu ili tuweze kuwalipia nao wasome kama wakwetu wanavyosoma. Mchana wa leo Mere Mavanza atasimama na atatusihi tumtolee Mungu kwa uaminifu, na mimi natangulia mbele yake kuasihi katika jina lake Yesu Kristo. Andaa sadaka yako ya ukarimu kwa ajili ya watoto wale. Nao wana haki ya kusoma kama wakwetu wanavyosoma. Mbona mseme amina? Wana haki. Na kwa bahati mbaya wengi wanakimbia vijijini, wanakimbilia kwenye miji, hasa Dar es Salaam, kwa ajili ya usalama wao. Huwa ninajiuliza, kama ambavyo unapaswa ujiulize, ingekuwa wewe ndiye umepata mtoto mwenye changamoto hiyo ya kuwa albino, ungemtupa? Ungemkataa? Sio kwamba ungemsomesha, sio kwamba ungemhudumia kama watoto wengine. Mchana wa leo tutoe sadaka zetu kwa ukarimu ili watoto hao nao wapate nafasi hiyo. Iwa imani yangu ni hii, ninapomaliza: ubarikiwe kwa kufanya mambo ya kawaida. Unabarikiwa kwa kutoa kwa ajili ya mambo yasiyo ya kawaida. Hii kusema tu tutoe sadaka, unatoa tena unadunduiza. Lakini ukitoa na mtoto fulani mwenye changamoto hiyo akasoma na akafanikiwa, Mungu atakubariki sana. Ataona umekwenda maili ya ziada, umewajali hata wale ambao hakuna anayewajali. Na Mungu atubariki tunapojiandaa kwa ajili ya mchana. Tufumbe macho tuombe. Baba na Mungu mwema, tafadhali nena nasi sasa ukitupatia Roho yako Mtakatifu, katika jina lake Yesu Kristo, amina. Hubiri langu mchana wa leo nimelipatia kichwa kinachosema Yesu alikuona. Yesu alikuona. Yesu aliniona. Njoo pamoja nami katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ile ya kwanza kuanzia mstari wa 43 teremka mpaka 48. Siku ya pili yake alitaka kuondoka kwenda Galilaya. Huyu ni Yesu. Naye akamuona Filipo. Yesu akamuona Filipo. Yesu akamwambia, lakini nataka uone hilo, alitaka kuondoka kwenda Galilaya, naye akamuona Filipo. Sasa badala ya Filipo weka jina lako hapo. Yesu akamwambia, nifuate. Naye Filipo alikuwa mtu wa Bethsaida, mwenyeji wa mji wa Andrea na Petro. Filipo akamuona Nathanaeli, naye anaiga kuona. Yesu alimuona naye anamuona Nathanaeli. Anamwambia Nathanaeli, tumemuona yeye aliyeandikiwa na Musa katika Torati na manabii, Yesu mwana wa Yusufu, mtu wa Nazareti. Nathanaeli akamwambia, laweza neno jema kutoka Nazareti? Filipo akamwambia, njoo uone. Basi Yesu akamuona, Yesu tena akamuona
Yesu anaona. Nathanaeli anakuja kwake, akanena habari zake. Tazama, Mwisraeli kweli kweli, hamna hila ndani yake. Nathanaeli akamwambia, umepataje kunitambua? Yesu akajibu akamwambia, kabla Filipo hajakuita ulipokuwapo chini ya mtini, nilikuona. Bwana apewe sifa. Kabla Filipo hajakuona hajakuita wewe Nathanaeli, Yesu anamwambia Nathanaeli, nilikuona. Ninamsikia Yesu mchana wa leo akimwambia mtu fulani, akimwambia mama fulani, akimwambia baba fulani, akimwambia kijana fulani, kabla wewe hujaja katika jiji la Dar es Salaam, ndio kabla hujaja kuishi katika maeneo unayoishi, wala sijali ni Kongoe, wala sijali ni Kigamboni, nilikuona. Akamwambia Nathanaeli, kabla hujaitwa na Filipo, nilikuona. Lakini ninavutiwa Yesu anapomuona na anamuona na Filipo, na anamwambia Filipo, nifuate. Na kwa sababu Filipo naye ametambua kwamba Yesu amemuona, naye anamwambia Nathanaeli, njoo twende kwake, maana ameniona. Ukiona watu wana sita kusema habari za Yesu na kuhubiri na kushuhudia na kufundisha, kugawa masomo ya sauti ya unabii, kugawa vitabu, tafsiri yake ni moja tu: hawajui kwamba Yesu aliwaona. Hawajui kwamba Yesu aliwaona. Ni vizuri ukatambua ni lini Yesu alikuona. Ulipokuwa mgonjwa maututi na watu wakakata tamaa, lakini ukapona wewe, Yesu alikuona. Na huenda alikuona kwa ajili ya siku ya leo. Ulipokuwa kwenye ajali ile, lakini Yesu akatenda muujiza ambao wewe umeubatiza jina Bahati. Sio bahati, Yesu alikuona. Na alikuona kwamba atakuhitaji kwa ajili ya siku ya leo, kwa ajili ya Indian Ocean Field. Alikuona. Ulipokuwa wewe mama umekaa bila mtoto miaka yote ile, hata wanawake wengine wakaanza kukucheka, lakini Yesu alikuona na akafungua tumbo lako, nawe ukakumbatia mtoto. Ndio, Yesu alikuona. Namfahamu huyu mama, tulikutana naye kule Geita. Alikuwa amekaa muda mrefu, sikumbuki ilikuwa miaka 5 au 7, hapati mtoto. Akawa kituko na kicheko, sio katika familia tu, katika ukoo mzima. Wanamcheka, wanasema, wewe wanawake wengine wanazaa, wewe unakula tu na kujaza shimo. Wanamsema kila matusi wanaweza kumsimanga. Nakumbuka tulikuwa na Pastor Mlozi, President wa South Nyanza. Huyu mama akaja akatuona analia machozi. Anasema, wachungaji hamjui ninachopitia. Tukamwambia tumueleze Yesu, maana Yesu anakuona. Mungu akafanya muujiza. Mwaka uliofuata tukajikuta tumeenda tena kule, siku ya makambi, na wakaitwa watu wakina mama. Ilikuwa siku ya kubariki watoto. Wakasimama pale, kila mmoja amekumbatia katoto chake, kila mmoja amekumbatia katoto kake. Tunashangaa, mama fulani binti tu, mama kijana amekumbatia, ana mapacha, amebebewa mmoja, mwingine amembeba. Tukavutwa kuongea naye. Akaja mbele, tukamwambia, naona wewe umebarikiwa, wenzako wana mtoto mmoja, wewe unao mapacha. Asema, sikilizeni wachungaji, kumbe mnasahau haraka namna hii. Tukamwambia, sio tunasahau haraka, tuna mambo mengi, tunakutana na wengi. Mliniombea mwaka ule mwingine,
Niliwaeleza jinsi ninavyochekwa katika ukoo mzima wa kwetu, wa mume wangu. Mkamwambia Yesu anikumbuke na mimi kama alivyomkumbuka Sara, ndio kama alivyomkumbuka Ana, anikumbuke na mimi. Yesu akaona asinipe mtoto, lakini anipe watoto. Mmoja wa kawaida, wa pili lile ombi la kufuta machozi kwa jinsi nilivyochekwa muda mrefu, akanipa wawili. Ndio hawa nimewaleta kwa Bwana. Tukatazamana tukasema Bwana ni mwaminifu. Huyu alimuona Mungu, alimuona Yesu. Kwa hivyo ukimwambia aseme habari za Yesu kwa watu wengine, atasema, maana alimuona Yesu. Nikakutana na kijana mmoja, daktari mrefu anayevutia. Tulikuwa kwenye msafara. Sehemu zingine ukienda unapokelewa na misafara mpaka unaogopa, na mingine inakuwa na hatari mbele. Polisi wako mbele na magari yanakimbizana, na tunakwenda barabara ya lami. Kumbe ghafla ile barabara ya lami kaisha, ikawa rough road. Yako magari makubwa lakini yako madogo pia. Yuko kijana daktari anaendesha gari dogo, hizi saloon, amebeba wachungaji. Kumbe lami ilipokatika akakosa mwelekeo. Gari ikatoka nje ya barabara na ikaenda kwenye matuta, ikavingirika karibu mara 3. Tukilikuta ni matairi yako juu. Wachungaji wale wamekwaruzwa kidogo tu. Lakini yule aliyekuwa anaendesha, daktari, kijana mwema tuliyempenda, ameumia vibaya sana. Wakampeleka hospitali, haikuwezekana, wakamleta Bugando pale Mwanza. Madaktari wakampokea, wakamfanyia CT scan. Tukaharakisha, baada ya mikutano tukaenda kumwona. Wakawa wanatembea madaktari wawili wanasemezana. Mmoja akamwambia mwenzake ana shida. Hapo kumbuka hajitambui. Na muda umepita, karibu ni wiki ya pili, karibu una mwezi unakatika. Hajitambui. Mwenzake akamwambia mwenzake, daktari wanasemezana, huyu ana brain injury. Ndugu zake wanaambiwa mtikisiko tu, ubongo umetikisika tu. Lakini wanaambizana brain injury, ubongo umepata shida. Kufupisha kisa, yule daktari akakaa hospitalini kwa muda. Baadaye akaanza kupata nafuu. Baadaye akaanza kujitambua. Lakini baadaye wakamwambia, hii nafuu leo naye haitoshi, usitumie simu. Ikawa tukitaka kuongea naye, tunaongea na mtu mwingine, yeye ndiye ampe ujumbe. Kufupisha kisa, niliporudi tena maeneo hayo baada ya miezi michache, nikakuta watu wananipokea kama wazee wetu wa kibada wanavyojua kupokea. Wamesimama mstari kutupokea. Mmoja wao ni yeye au ni kivuli chake? Mbona ni yule daktari? Yani wala msemi amina, mmechoka. Yani yule daktari yuko hapo, amepona, ni mzima, yuko miongoni mwa wanaotupokea. Tukasema Mungu wetu ni mwaminifu. Maana kwa kweli tulikuwa tunamuombea, mdomoni tunasema Mungu mponye, lakini kuna kitu moyoni, siji kama na wewe inakupata, kanasema huyu ameshaondoka. Huyu ni wakati wote tu atatuangazia kwamba amelala mauti. Lakini yeye Mungu haangalii hicho kilichoko moyoni kisicho na imani, anaangalia kile kisichoonekana. Amepona. Na yule amemwona Yesu, amemwona. Ukimwambia aseme habari za Yesu kwa watu wengine, anayakusema, maana ametoka kaburini akarudi kuwa hai. Watu hatusemi habari za Yesu, maana hatujui kwamba Yesu alituona.
anayejua kwamba Yesu alimuona kama Filipo hata nyamaza, anaondoka na anaeleza wengine, anawaeleza kina Nathanaeli kwamba nimekutana naye, nimeitwa naye, hata sijali Nazareti, hata sijali ametokea sehemu ambayo isingezaa chema, lakini ameniona na mimi nimemuona, na wewe njoo muone. Ndio maana Filipo, Nathanaeli alipoanza kusema ipi yawezekana chema kikatokea Nazareti. Unajua wakati mwingine tunasoma Biblia tunadhani tunaielewa, lakini hatuelewi. Nazareti wakati huo ulikuwa ni mtaa uliojulikana kwa uovu. Ningekuwa Arusha ningesema Ngarenaro, nikiwa Dar es Salaam ningesema Sinza au sehemu nyingine mbaya kuliko Sinza. Alafu naambiwa eti mwokozi wa ulimwengu kazaliwa Sinza. Si hata nyinyi mnacheka. Kwa hiyo msimshangae Nathanaeli anasema yaani amekosa pa kuzaliwa, akazaliwe Sinza. Au siji sehemu gani mbaya kuliko Sinza? Manzese, orodhesha. Nathanaeli akasema haiwezekani. Lakini Filipo naye akarahisisha mjadala na akafunga mivutano, akamwambia tu njoo uone. Na sikiliza sasa. Sikiliza. Na usifikiri nitahubiri mpaka saa 8. Akamwambia njoo uone. Nathanaeli anaanza kutembea kwenda kwa Yesu ili akaone. Anapotembea kuja kwa Yesu, Yesu anamuona Nathanaeli, ndio kama alivyokuona tokea mbali. Haijalishi umezaliwa katika ukoo wa namna gani, haijalishi wewe umetokea familia ya namna gani. Tuulize wengine, tumetokea kwa familia za baba aliyekuwa na wake 6 waliokuwa wanajitahidi kuzaa ili wapate jina kwa baba. Sio habari ya kuwa msabato, ni habari ya kuwa na dini. Lakini Yesu huwa anaona tokea mbali. Alipomuona Nathanaeli anakuja, ndio Yesu akafungua kinywa chake, ndio Yesu akashindwa kunyamaza, akamsoma Nathanaeli kama alivyomsoma Yeremia. Yeremia anasema kabla sijakuumba ndani ya tumbo la mama yako nalikujua, Yeremia. Na siku ile unazaliwa, wanapenda hiyo sehemu, wakati wanahangaika wakunga kumzalisha mama yako, sisi mbingu malaika walikuwa wako bize kukutakasa ili upate kwa nabii wa mataifa. Nathanaeli naye anaambiwa kabla hujaitwa na Filipo nilikuona ukija. Alafu akasema tazama Mwisraeli kweli kweli, hakuna hila ndani yake. Wapendwa, shida ya mbingu si kupata Waisraeli, wapo wengi. Waisraeli wa kiroho, wa Adventista, wa Sabato, tuko wengi. Mbingu inachotafuta ni Mwisraeli wa kweli kweli. Maana tuko wengi wa Israeli. Lakini je, ni Mwisraeli kweli kweli? Lakini Mungu alikuona, ninapenda sehemu hiyo narudia kwamba wewe hata kabla wazazi wako hawajakuzaa alikuona. Pale ulikozaliwa haijalishi ni wapi, alikuona. Kwamba ungesomaje, alikuona. Kwamba ungemaliza wapi, alikuona. Kwamba ungeolewa ungeoa wapi, alikuona. Kwamba ungepata ajira ama ungejiajiri, alikuona. Kwamba ungeishi Dar es Salaam na ungekuja ukaishi Kibada ama Kongoe ama wapi, alikuona. Hatuna Mungu anayebahatisha. Kwamba baadaye utatangaziwa kwamba wewe ni mmoja wa washiriki wa eneo la Indian Ocean, alikuona. Shida ni kwamba watu tunamvurugia.
anatuona, anatupangia mipango, lakini tunaivuruga. Wengine tunakatisha elimu, hatufikishi mahali Mungu alikotupangia. Wengine tunakula mtaji wa biashara, hatufikishi biashara zetu Mungu alikotaka tufike. Wengine tunavuruga ajira tuliopata, tunajivurugia, tunavuruga mipango ya Mungu. Lakini vinginevyo Mungu ana ramani yako ya maisha. Nisikilize wewe, ana ramani yako ya maisha. Kiasi, ubarikiwe uliyesema amina, kiasi malaika wako, mama wetu anasema kabla hujatungwa kwa mimba, mara tu ulipotungwa kwa mimba, malaika wako alitayarishwa. Ndio maana tunasema tusome vitabu vya roho ya unabii. Na huyu malaika anasubiri unapozaliwa. Na huyu malaika anatembea nawe katika safari zako zote. Haleluya. Ndio maana wewe pale ulipopona ajali na ukatoka ukijisifu kwamba ulikuwa mwerevu, kwamba ulikuwa mjanja, kwamba ulikuwa una bahati, hapana, ni yule malaika alikuokoa. Unapofanikiwa ni malaika anakuongoza. Atakuongoza, ataenda pamoja nawe, ataenda pamoja nawe. Nisikilize. Mama White ameandika, niliwahi kusoma katika moja ya nyaraka zake, anasema anakuongoza kila siku ya malaika wako. Na kila inapoitwa siku imekamilika, malaika wote wanakusanyika na wanatoa taarifa. Mmoja anasema, mimi mtu wangu alikuwa mwema, alikuwa mwaminifu, nilimwelekeza kwamba ni siku ya ibada akaenda kusali, nilimwelekeza kwamba akae kanisani na asikilize vizuri, akatii, nilimwelekeza baada ya ibada kwamba akashuhudia angalau mtu mmoja wawili habari za wokovu kama Filipo alivyofanya, na amefanya. Nilimwelekeza kwamba asaidie wenye shida, atoe hata kama ana vya kutoa kusaidia wengine, alifanya. Wakisaidiana na Roho Mtakatifu, malaika wakisikia taarifa hizo nzuri, wote wanainama, wanasema haleluya, haleluya. Malaika mwingine anasimama, anasema, mimi wako wangu nilimsihi asiende huko guest house kufanya zinaa, asiende huko kwenye kona fulani kunywa kwa siri, asiende huko kwenye ulaghai na kutapeli watu, asiende huko kwenye uovu usiofaa. Nilimwelekeza atoe zaka na sadaka kwa uaminifu, nilimwelekeza ashuhudie watu, lakini alishupaza shingo, aling'ang'ania na akatenda kile ambacho sikupenda atende. Lakini nilifanya nilivyotaka, nilitenda kwa bidii. Akishatoa taarifa yake hiyo mbaya, malaika wote, mama White anaandika, anasema wanalia machozi ya huzuni kwa ajili yako, kwa ajili yako, kwa ajili yako. Yule malaika tunatembea naye, tunaishi naye. Hata sasa kama hapa, ili mnielewe, kama leo mahudhurio watu wamefika 3,000 au 5,000 kama wakati wa Yesu, uwe na hakika tuko 10,000. Maana kila mmoja yuko na malaika wake. Uzuri hatumuoni, maana tukimuona tutakufa. Lakini huwezi kuniambia yupo. Siku maisha yako yanapofika ukingoni, kwa sababu iwayo yote, na wakati mwingine ni Mungu anaruhusu ulale mauti ili upate uzima wa milele. Kwa wanadamu, huwa mtu akifa tunafikiri Mungu hakumpenda. Lakini kwa Mungu kuna wanaolala, maana Mungu amependa walale ili hatimaye waje wapate uzima wa milele. Akishalala, malaika analinda lile kaburi. Yule malaika analinda lile kaburi, na atalinda kwa uaminifu. Siku ya ufufuo, tarumbeta zikilia, kama yule ni baba
na mama alikuwa ametangulia kulala, na watoto au wako hai. Kazi yake ni kuunganisha, kazi yake ni kuunganisha. Huyu anaunganisha familia hii, huyu anaunganisha familia hii, huyu anaunganisha familia hii. Kazi yake ni kuwaunganisha tena ili muweze kuwa familia tena. Bwana asifiwe. Yesu akamwambia Filipo na wengine waliomsikiliza, tazama Mwisraeli. Tazama Mwisraeli. Anamzungumzia Nathanaeli, anasema tazama Mwisraeli kweli kweli. Napenda anavyomalizia, hakuna hila ndani yake, hana hila. Unajua bado hapo sijaelewa mpaka niliposoma leo nikiwa nimetulia zaidi ya kawaida. Filipo ameitwa na Yesu, Filipo anamuita Nathanaeli. Ina maana Nathanaeli hakuwa na Yesu, lakini bado Yesu anamuona Nathanaeli ambaye hakuwa naye. Tungetumia lugha ya leo tungesema ndiye anaongolewa. Bado Yesu anasema tazama Mwisraeli kweli kweli. Yesu, mbona hata hakuwa na wewe? Ghafla amegeukaje kwa Mwisraeli kweli kweli? Ndiyo maana Yesu alimuona kabla hata hajaitwa. Kabla hajaitwa alimuona. Mungu anatafuta Waisraeli kweli kweli. Katika Indian Ocean, ili siku za karibuni tutangaziwe kwamba mmepita, ninyi ni field, tena mmechelewa kuzaliwa. Ni mtoto aliyekaa tumboni mpaka amepitiliza. Lakini kabla ya tangazo hilo, Mungu anahitaji wana Indian Ocean Field wawe Waisraeli kweli kweli. Kama ni kupeleka ujumbe kama alivyofanya Filipo, wawe Waisraeli kweli kweli. Kama ni kujenga makanisa, wawe Waisraeli kweli kweli. Kama ni kujenga jengo la ofisi, wawe Waisraeli kweli kweli. Kama ni ukarimu, wawe Waisraeli kweli kweli. Kama ni kutenda lolote kwa ajili ya kazi ya Mungu, kurudisha zaka na sadaka, ndio wawe Waisraeli kweli kweli. Niliwahi kutoa kisa hiki mahali, na kama umesikia, umekusikia, haina shida, unaweza kuziba masikio. Lakini akitoa kwa faida ya yule ambaye alikuwa hajasikia. Kule Arusha, mtaa fulani sitautaja, alitokea baba mmoja ambaye yule baba alikuwa anazungumzia Mwisraeli kweli kweli. Huyu baba alikuwa hapa Dar es Salaam. Baadaye akaugua kifua. Alikuwa dereva wa malori. Sasa alipogonjeka, Kiswahili cha Wakenya. Alipougua ikawa hawezi kuendesha malori kwa namna fulani, akaamua kuja kuja Arusha. Alipofika Arusha akaendelea kuwa na changamoto ya afya yake. Mama naye hana kipato chochote. Na ni juzi tu 20 au 21 hapo. Msimu ule wa corona ule ilipokuwa kali. Yule baba akamwambia mke wake, sikiliza mke wangu, hapa tutaua watoto. Walikuwa na watoto 3. Kamoja kachanga na vingine vidogo vidogo, sio wakubwa. Nenda kwa wenzetu. Ni imani ya watoto wa mama mdogo. Nenda kaombe chakula. Maana hivi tukinyamaza tutaua hao watoto. Yule mama akamwambia sawa mme wangu, ninakwenda. Akatoka akaenda kwa mtu wa dini yao. Hodi, karibu. Akajitambulisha na shida aliyokuwa nayo. Yule aliyewapokea akamwambia, poleni sana, lakini ule mwezi wa misaada ulishapita. Aliponisimulia ndio nikajifunza kumbe kuna mwezi wa misaada. Yule mama anasema, alikuwa ananisimulia, sijui kwa nini Hope Channel hawakuwa wameichukua hiyo. Maana alikuwepo akina Maduhu, walikuja walimrekodi yule mama. Labda library yao imejaa vitu sana.
yule mama anasema nikasikia kitu kinaniambia mimi namuita Roho Mtakatifu. Maana shida ya Wasabato mnambinafsisha Roho Mtakatifu. Mnadhani yuko kwenu tu, hawezi kuwa kwa watu wengine. Kwa hivyo mimi namuita Roho Mtakatifu kwa sababu ni wa wote. Akasikia inamwambia nenda geti lile. Baada ya kutoka hapa hajafanikiwa, nenda geti lile. Akafika kwenye geti hilo lingine, akabisha. Hodi. Akatokea mama mmoja mwenye uso uliojaa tabasamu. Karibu. Ile mama ananiambia nilipoingia nikaona carpet lilivyokaa vizuri, nikaanza kuvua viatu. Hapa mama, usivue, hapa ni kwako. Kumbuka wajawahi kuonana. Karibu. Nikaketi kwenye sofa nzuri, nyumba nzuri, carpet safi. Na katoto kanalia mgongoni maana ana njaa. Yule mama akamwambia jirani, ingawa kwa kweli hawakuwa majirani, karibu. Haya, za huko. Akamwambia za huko ni mbaya. Ni siku ya 3 hatuna chakula. Hata haka kanakulia hapa mgongoni hakaumwi chochote isipokuwa njaa. Najua ukiwa na shida huna haja kuzunguka, unasema kama ilivyo. Kama shida haijakukolea ndio unazunguka, unaongea kwa mafumbo. Yule mama akaingia jikoni haraka, akakoroga uji, akaleta na vyombo vya kupooza. Wako wa mama wanaojali, Mungu awabariki akina mama. Akapooza na akamwambia mpatie. Halafu ameshajua hawa na changamoto ya chakula, akaenda tena store ya chakula, akaleta mchele na akaleta unga, akaleta maharage, akaleta sukari, akamkusanyia hapo. Akatoa na fedha, akamwambia nenda na hivi vitu, vikiisha rudi tena, njoo tena. Haleluya. Yule mama akaondoka, Mwisraeli kweli, akarudi nyumbani. Mume wake alipomuona anabeba vitu hata vinamlemea, anatembea kwa shida. Lakini ukiwa na shida huwezi kulemewa kwamba uache. Alipoingia mume wake akasema, wow, hii ndio uzuri wa kuwa na watu wa dini yako. Yule mama mke wake akamwambia, nenda pole, sio hivyo. Nilienda wakaniambia ule mwezi umepita. Sasa umevitoa wapi? Nimemtoa tu kwa mama fulani hapo, mama mwema, mkarimu, mwenye furaha. Mume wake akasema, haya, wa dini gani? Mume wangu, si unajua nilitekewa, nilifurahi mpaka nikasahau hata kumuuliza. Aliponipa tu vyakula, habari ya dini sikujali tena. Viweke chini, rudi kamuulize huyo mama, ipi yeye ni dini gani? Kumbuka nazungumzia habari ya Mwisraeli kweli. Yule mama akarudi. Hodi, jirani. Sasa naye amejua kumuita jirani. Jirani. Mwenyeji wake akafungua mlango. Karibu. Jamani. Umerudi tena. Jamani, nikuongezee nini? Unaona watu wa karimu. Wengine mnasubiri mpaka kapu la Dorcas lisipokuja hutoi. Akamwambia, si habari uniongezee, nimefanya kosa unisamee. Kosa gani tena? Si nilisahau kukuuliza ipi wewe ni dini gani? Yule mama akakaa vizuri. Nafasi, opportunity ya uinjilisti. Wewe unadhani mpaka utembee na Biblia? Watu wamehubiriwa sana Biblia. Wanachosubiri ni kuishi, ni kuona yale tunayohubiri. Nitoa kisa hiki, nafikiri kwa Bunda miaka fulani huko. Mama mmoja akanifuata. Alikuwa Roman Catholic, alikaribishwa kanisani siku hiyo. Anasema, pastor, baba askofu, mngehubiri ujumbe namna hii, idadi ya washiriki wenu ingekuwa labda mara 5 au 10. Kama mngetenda haya uliokuwa unahubiri. Unadhani mpaka utembee na Biblia?
Mama White anasema, sijaacha kisa na sitasahau, kama tungeishi kama tunavyohubiri, Yesu angekuwa amekuja miaka 100 iliyopita. Shida tunahubiri sana, lakini tunachohubiri hatuishi kwacho. Tunahubiri sana upendo wa Yesu, tunahubiri sana ukarimu, lakini hatuna katika matendo. Mwingine akasema, fedha tunazozitumia kwa ajili ya effort, kama tungegeuza tukaangalia pale kwenye mtaa wetu Kongowe sijui wapi, ni nani hapa ambaye ana mgonjwa ameshindwa kumlipia matibabu tukamlipia? Ni nani hapa ambaye ameshindwa kulipa ada ya mtoto tukamlipia? Ni nani hapa anahitaji nguo na chakula tukawapa? Tungebatiza sana kuliko kusimama kwenye effort. Na wapa changamoto watu wa Indian Ocean, mahubiri yetu yawe matendo ya huruma kuliko kufungua Biblia. Yule mama akasema, nisamee nilikosea, nilisahau kukuuliza wewe ni dini gani. Yule mama mkarimu akakaa vizuri. Mimi, wewe mama mwema, wewe mwema, mimi ni mke wa mzee. Unaona anavyojitambulisha hivi, unamsikiliza, unamfuatilia. Hasemi tu kwamba ni dini gani, anaenda hatua kwa hatua. Mimi ni mke wa mzee wa kanisa la Waadventista wa Sabato, wale wanaosali Jumamosi. Kuna haja ya kuhubiri zaidi? Si amemaliza? Amemaliza. Sikiliza matokeo yake. Akarudi kwa mume wake, ana furaha maana majibu amepata. Mume wangu, yani acha tu, nimepata. Kumbe yule mama ni mke wa mzee wa kanisa. Makanisa yako mengi, lipi? Mzee wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Wao wanafupisha tu wa Sabato, wale wanaoabudu Jumamosi. Barikiwe unayesema amina. Sikiliza kauli ya baba wa nyumba, kichwa cha nyumba. Akasema, wanaamini nini? Mimi sijali. Kuanzia leo mimi na familia yangu yote huko ndiko tutasali. Tukiwa huko ndani ndio tutajifunza wanaamini nini, lakini tunaanza kwenda huko. Mwisraeli kweli kweli. Ningeamua kurefusha kisa, ningekuambia yule mama akamuita mchungaji wake, akamwambia nafasi imepatikana, uje uhubiri. Akamwambia yule aliyepatiwa vyakula, alika na majirani zako, mje tule tufurahi. Akaalika, naye huyo akageuza kwa sherehe, akapika mapilao, akaleta na soda na juice. Wakala, walipokuwa wanafurahia chakula, injili nayo ikapigwa na watu wakajitoa kwa Yesu Kristo. Ukarimu unalipa. Yule baba narudia akasema, Pastor Mjema anapenda sana hiyo sehemu, aliwahi kuisikia nikisema. Akasema, sijali wanaamini nini, tunaenda kuabudu huko. Mambo mengine tutajifunza tukiwa ndani. Kwa sababu ya Mwisraeli kweli kweli. Wengi wetu tunasubiri mpaka kelele zipigwe, mpaka mtu akaukiwe, ndipo tutoe kwa ajili ya wenye shida. Si hata unamfahamu yule jirani? Si unamfahamu yule jirani ambaye watoto wake hawana nguo, na wewe una nguo umefungia kwenye sanduko kama sio kwenye kabati? Unasubiri ndugu yako fulani, mtoto wa shangazi akijifungua umpatie hizo nguo. Ndio mpango wa Mungu huo? Si hata unamfahamu yule jirani, hata leo umemwacha asubuhi, ambaye hata chakula kukipata ni shida, lakini wewe mchele mpaka unashikamana, unga mpaka umechacha, kutoa utoi. Umesahau juu ya vile viatu ambavyo havikutoshi tena, haviwatoshi watoto tena, lakini hutoi, maana unamsubirishia ndugu yako au jamaa yako au mshiriki mwenzako basi. Lakini wenye shida wanakuzunguka.
wanakuzunguka. Umesahau mama, yale magauni ambayo hayakutoshi tena na mengine bado ni mapya, na kwa sababu roho inauma unapotaka kutoa, maana ulilipenda sana, lakini alikutoshe. Sasa utafanyaje? Nawe baba umesahau zile suti, zile suruali, yale mashati ambayo umeendelea tu kutunza. Na wako watu wenye shida wanaohitaji kupewa, lakini hutoi. Biblia inasema Yesu akatamka, aliye na kanzu 2, hakusema 3, hakusema 1. Maana akisema 1 ukatoa, ina maana umempenda jirani kuliko nafsi yako. Lakini 3 huhitaji kufika 3, unahitaji tu kuwa na 2 umpatie mwingine 1. Huko ndiko kwa Muisraeli kweli kweli. Uisraeli kweli kweli ni kwa matendo, tena matendo ya huruma. Ninatamani nione Indian Ocean film ambayo hawatahubiri tu kwa kufungua Biblia, lakini wawe watu ambao watasemwa kila mahali, kila kona Indian Ocean. Watasema kama kuna watu wema, kama kuna watu wakarimu, kama kuna watu wenye huruma, kama kuna watu wanaosaidia, ni Waadventista wa Sabato. Yule mama akarudi kwa mume wake, akasema nimepata majibu. Yule mama aliyefanya yote haya ni mke wa mzee wa kanisa, ni mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Je, ni wewe ndiye utakuwa Muisraeli kweli kweli, au utaendelea kuhubiri kwa maneno tu? Mungu akubariki katika jina la Yesu.